Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu zangu, katika Dominika ya leo, Dominika ya pili ya mwaka wa kawaida, ambapo tunaendelea na tafakari ambayo tulianza ile Dominika iliyopita juu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo katika masomo yetu tunaona kwamba yamejaa utajiri mwingi tangu toka somo la kwanza, somo la pili mpaka Injili. Lakini ningependa tutafakari kidogo juu ya Injili ya Yohane, kwa sababu najua mwandishi Yohane mara nyingi katika Injili yake anafanya kama namna mbili za kuandika. Namna ya kwanza ni ile ambayo tukapata mawazo au tukapata neno toka juu, na ile lea ya juu. Alafu chini yake kwa tunahitaji kutafakari zaidi, kuzama ili kuweza kupata kwa kina ile maana ya pili, maana ya ndani zaidi. Na leo tunasikia katika ile wiki kubwa Yesu Kristo baada ya kubatizwa, baada ya kushawishiwa jangwani, sasa Yohana anamuona tena anakuja siku inayofuata, na anasema mbele ya wengine kwamba tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haya maneno anayasema Yohane katika namna ya uchaji mkubwa sana, sio kawaida kwamba anasema tazama mtu fulani anapita, kwamba angeweza kusema tazama mwalimu mzuri, tazama rabi, au tazama yule mtu ambaye ni mzuri katika jamii. Lakini anasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Na ina maana kubwa, kwa sababu sisi ili kuweza kuelewa utume wa Yesu Kristo, kuweza kumwelewa Yesu Kristo ni nani, lazima tupite katika macho au tungesema lenzi ya Yohane Mbatizaji. Hatuwezi kutenganisha kumwelewa Yesu Kristo mbali na Yohane Mbatizaji. Sasa leo anatutambulisha nasi hayo tazama mwana kondoo wa Mungu. Hebu tuone kidogo mambo ambayo yalichangia Yohane Mbatizaji kuweza kusema Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu. Kitu gani kilikuwa katika akili yake? Kwa sababu alikuwa kando kando mwa Yordani akiendeleza utume wake wa kuwaingiza watu katika toba, akibatiza watu kutoka katika maisha ya zamani na kuwaleta katika utawala mpya, utawala wa kimungu. Sasa tutafakari mambo makubwa manne ambayo Yohane Mbatizaji yanakuwa ndani mwake na kuona kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu. Kwanza, Kristo ndiye anayetimiliza au tungesema ndio ukamilifu wa yule mwana kondoo wa Pasaka. Kwa hiyo Yohane Mbatizaji, kwa kuwa Myahudi, anatambua vizuri sana mwana kondoo wa Pasaka kazi yake ilikuwa ni nini. Kwa hiyo katika Injili ya Yohane pia tukiingia sura ya pili mstari wa 13 tutaona sikukuu ya Pasaka ilikuwa karibu na Yesu Kristo anapanda kuelekea Yerusalemu. Kwa hiyo Yohana anaanza kuona moja kwa moja huyu mwana kondoo wa Mungu ni yule ambaye anakubali kuteseka, anakubali kuchukua dhambi za wengine ili aziangamize msalabani. Sasa kabla sijaendelea sana, tutafakari kidogo pia kwamba kuchukua dhambi za wengine ni kitu gani? Kukubali kuteseka kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya watoto wako, mara nyingi ni ngumu sana kukubali dhambi ya mwingine, kwa sababu mwingine aniangamiza, matendo ya mume wangu yaniua. Kwa hiyo ndani yetu kitu kinachokuja mara moja ni nini? Ni kupinzana, ni kupinga, ni kusema haiwezekani kuonewa. Kwa hiyo katika somo la kwanza tunasikia yule mtumishi wa Yahweh, yule ambaye toka kwake Mungu anatukuzwa, yule ambaye tutasikia tena sehemu ya pili, ambaye anakubali kwenda machinjoni bila kufungua kinywa. Kwa hiyo nimesema katika ile sehemu ya kwanza, yule mwana kondoo wa Pasaka ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu, Yohane anarudisha nyuma historia ya Israeli wakiwa utumwani Misri, ule usiku ambao Mungu anawaambia leo mtatoka katika nchi ya utumwa. Kwa hiyo muandae mwana kondoo wa Pasaka ambaye yeye damu yake mtaweka juu ya miimo ya milango, ili malaika waharibifu, malaika wa kifo
anapopita kuangamiza wale wazaliwa wa kwanza wa Israeli wa Misri, ninyi mpate kuokolewa. Kwa nini yule mwanakondoo anatumika kama ukombozi kwa taifa la Israeli? Sasa mababa wa kanisa wanasema ikiwa damu ya mnyama asiye na akili ambaye ni kondoo iliweza kumwokoa mwanadamu mwenye akili, vipi juu ya huyu mwana kondoo wa Mungu? Sio tu mwana kondoo, mwana kondoo wa Mungu. Damu yake inaweza kututoa katika kifo cha leo, katika uharibifu wa maisha ya leo. Tunaamini hayo kwamba maisha yetu yana thamani kwa sababu tumewekwa pele alama ya damu ya mwana kondoo. Katika ubatizo wetu ilikuwa ni ishara wazi kwamba tunaweka muhuri, tunaingia katika kifo pamoja na Kristo. Kwa tunazika dhambi zetu, tunamtwika huyu mwana kondoo wa Mungu dhambi zetu, na tunatoka huru dhidi ya dhambi. Kwa hiyo anaona kwamba Yesu Kristo anatimiza hayo. Huyu mnyama wa kawaida, kondoo wa kawaida, kama na nguvu hiyo, vipi juu ya mwana kondoo wa Mungu? Kwa hiyo tunaona pia katika maandiko hayo ya Agano la Kale ukamilifu ambao Abrahamu anauona kupitia mwanae Isaka. Ile anasema Wayahudi akeda, mwana kondoo ambaye Mungu anamtoa badala ya Isaka. Mnakumbuka story ya Isaka na Abrahamu baba yake. Nifunge sana baba, kwa sababu sitaki kushindana nawe. Kondoo alikuwa akileta kidogo kusitasita au kugoma kwenda kuchinjwa, alikuwa hafai kwa sadaka. Alikuwa tunasema ni najisi, hawezi kutolewa mbele ya Mungu. Na Isaka anasema kwa Abrahamu hayo, nifunge baba, nisishindane na wewe ili sadaka yetu iwe nzuri mbele ya Mungu. Lakini Mungu anafanya kinyume, anatoa mwana kondoo. Sasa sehemu ya pili pia yale ambayo alichangia Yohane Mbatizaji kumuona Kristo kama mwana kondoo wa Mungu. Tunafahamu kwamba Yohane alizaliwa katika familia ya kikuhani. Baba yake Zakaria alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo Yohane alijua katika maisha yake zile sadaka za hekaluni, kwamba kila asubuhi na jioni kulikuwa kunatolewa mwana kondoo anachinjwa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi za taifa. Na hasa katika sikukuu kubwa ya Israeli inaitwa Yom Kippur, sikukuu ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kukiri makosa ya taifa. Kwa kulikuwa na mwanakondoo ambaye anachinjwa na mbuzi ambaye atafungiwa dhambi za taifa na kutupwa katika jangwa. Kwa hiyo anaona kwamba ikiwa hawa wanyama mara kwa mara wanatolewa sadaka, lakini bado haziondoi dhambi, ilikuwa inaficha tu dhambi. Kwa Mungu akiangalia kutokana ile tendo la kisadaka, anaona kwamba hasa watu wako hivi, lakini dhambi libaki ndani katika moyo wa mtu. Na Yesu Kristo anakuja kushindana dhambi katika moyo wake, katika mzizi wake. Kwa Yesu Kristo anaondoa dhambi zetu, si tu kwa nje, si tu kwa kutufunika tuwe watu wazuri, lakini toka katika mzizi ya mioyo yetu, pale ambapo sisi katika mioyo yetu inatoka kila kitu. Inatoka chuki, usuda, roho mbaya, kijicho, kama Yesu Kristo katika Injili ambayo anamtoka mtu kutoka katika moyo wake. Yesu Kristo anaingia katika moyo wa kila mmoja wetu na kuondoa dhambi kwa kifo chake. Kwa ni muhimu sana anasema Yohana kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aiondoe dhambi ya ulimwengu. Sio dhambi ya taifa moja, sio dhambi ya kabila moja, dhambi ya ulimwengu mzima, dhambi za kila mmoja wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunayo kinga, tunayo tiba ambaye ni Kristo. Leo hii sisi pia tunaweza kumtazama Yesu Kristo. Na kumtazama maana yake nini? Maana yake kuamini. Kwa Yohane neno kutazama si tu kuangalia. Unaweza kuangalia vitu vingi, lakini napotazama nasema hakika huyu ndiye ukweli wa maisha yangu. Huyu ndiye ninayemtafuta. Mara nyingi tuna huzuni nyingi katika maisha. Tunayekaa katika huzuni, katika mchanganyiko wa mawazo. Kwa nini? Sababu labda tumtazame Yesu Kristo kwa kuamini kwamba furaha ya maisha yangu ipo katika Kristo, kwamba ubora, uzuri wa maisha yangu ni pekee yake katika Kristo.
Sisi mara nyingi tunajiangalia wenyewe, hata katika dhambi zetu. Labda nilipanga ningesali sana katika mwezi huu, labda nimeshindwa, na sasa kujiangalia na jihukumu mwenyewe. Labda dhambi fulani inanisumbua mara kwa mara. Baada ya kumwambia Yesu Kristo na kusema, Kristo, wewe ambaye ulichukua dhambi pale msalabani, nakuja tena mbele yako, sisi tunakimbia. Tunasema tumeshindwa. Hakuna tiba nyingine, hakuna kinga nyingine dhidi ya dhambi zetu isipokuwa Kristo. Yale ambayo tunatafuta katika maisha ni Yesu Kristo, tunamtafuta. Tunajua au hatujui. Kwa hiyo Yohane Mbatizaji leo anatusaidia sana, na yeye anaonesha katika sehemu sasa ya tatu kwamba katika Agano la Kale, katika manabii, tukisoma Yeremia, tukisoma nabii Isaya, inazungumza juu ya mwana kondoo apelekwaye machinjioni. Anasema Yeremia, nilikuwa kama mwana kondoo anayepelekwa machinjioni. Kwa hiyo Yohana anawaambia ile kusanyiko pale Yordani kwamba huyu sasa ndiye ambaye manabii walimzungumzia, yule ambaye anatolewa kwa ajili yetu. Ninyi ambaye hamkumtambua, kama anasema Yohana hapa, sio kama mlisikia vizuri, anasema mimi mwenyewe sikumjua, lakini aliyenipeleka kubatiza aliniambia, yule ambaye utamwona Roho akishuka juu yako. Kwa hiyo Yohana anawafunulia taifa kwamba ndiye yule ambaye alitabiriwa na manabii, ndiye yule ambaye tulimngoja miaka mingi iliyopita, ndiye yule ambaye sisi tulimsubiria katika maisha yetu afike. Sasa amefika, yuko hapa. Kristo yuko hapa katika kusanyiko hili leo. Kwa hiyo ndugu zangu, pia inatimia mbele yetu katika adhimisho hili. Kristo yuko hapa, mwachie mzigo wako. Hakuja kuhukumu ulimwengu, hakuja kutuhukumu, amekuja kutuokoa, kutukomboa katika uharibifu, katika dhambi zetu. Kwa hiyo hii anatupatia pia mwaliko huo huo, nitazameni. Sehemu nyingine nabii Isaya anasema, niangalieni mimi mpate kuokolewa, kwa maana mimi ndiye Mungu, hapana mwingine. Ndugu zangu, tujiulize leo hii katika maisha yetu tunaangalia kitu gani? Yapi ambayo tunafikiri yanaweza kutuokoa katika maisha yetu? Ile kazi nzuri ambayo ninayo, ile elimu ambayo nilisoma labda kwa bidii sana, ile familia, yule mume wangu ambaye nampenda kila siku, ni hani nzuri, yule mke wangu, kitu gani nakiangalia ambacho kinaweza kukuokoa leo? Mungu anasema niangalieni mimi, nitazameni, kwa kuwa hakuna mwingine, ni mimi peke yake ambaye naweza kutimiza hizo haja za mioyo yenu. Kwa tumesikia katika somo la kwanza, huyu mtumishi ambaye ni ukamilifu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye anaingia kwa kutafuta mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wimbo katika tumeimba vizuri sana, ndipo niliposema tazama nimekuja kufanya mapenzi yako. Ndugu zangu, hakuna kitu kigumu katika maisha yetu kama Wakristo kufanya mapenzi ya mtu mwingine. Nanyi mnatambua polepole kidogo, sio? Hata katika jumuiya zetu, hata katika parokia, kufanya mapenzi ya mtu mwingine, kulazimika kutoka katika maisha yangu, mtazamo wangu, na kujikabidhi katika muongozo wa mtu mwingine. Huyo ndiye mtumishi wa Yahweh. Kwa hiyo anasema kwamba mimi sikutaka sadaka, sikutaka kafara, kutaka Mungu hayo yote. Wanataka kitu kimoja tu katika maisha yangu, sikio sikivu. Kama Wakristo leo tunaalikwa kuwa na hili sikio sikivu. Sikio sikivu maana yake leo tuna uwezekano wa kusikia kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Ukiwa na sikio sikivu, maana yake maneno yata ring the bell, yatagonga ile kengele katika masikio yetu kwamba huyu ndiye ambaye nilikuwa na mngoja katika maisha yangu. Huyu ndiye ambaye nilimsubiri. Kwa ndugu zangu, tujipe moyo leo. Habari njema imefika kwamba Kristo anataka kuondoa dhambi zetu katika shina lake, katika mzizi wake, sio juu juu. Anataka kuyafanya maisha yetu kuwa maisha mapya.